Daktari, mimi nikisema mahusiano yana afya au mahusiano imara, ninahusisha vitu gani hapo daktari? Ili uweze kuwa na mahusiano na watu wa nje ya wewe, ni lazima wewe na nafsi yako mkubaliane mengi. Na ubora wewe na nafsi yako mnavyokubaliana ndio itakuja kuamua ubora wa mahusiano yako na mtu yoyote. Unajua watu wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu kuna vitu wanajua watavipata wakiingia kule. Sasa ukiona mtu anakushurutisha ufanye vitu ambavyo wewe mwenyewe hauko comfortable kufanya, hamna afya. Anataka uposti vitu anavyovitaka yeye, unaanza kuona huyu ana matatizo huyu. Kwa sababu maisha yalikopo kabla yake. Kwa nini yeye kuingia tu lazima uposti vitu anavyotaka yeye? Yeye nani? Yaani mbona amejipa majukumu mazito? Kitu cha kwanza ni usafi. Na huo usafi sio kwamba ndio ujipeleke ukaweke style 34. Mimi sizijui mpaka na umri wangu. Sana sana ukinipeleka ni 2. Na hujaachwa? Na sijaachwa. Sijaachwa, ni ubunifu katika hizo 2, ni ubunifu tu. Nani anakuambia unafuata nini kule chumvini? Wakaka mnafuata nini kule chini? Matokeo yake wakaka, naomba kuambia hivi. Baadaye ndio hizo kansa za makoo zipo nyingi sana sasa hivi. Kuna virus ambao wanaitwa human papilloma virus. Haya, na wadada na wenyewe mnanyonya nini pale? Alafu unafikiri kwamba labda ukifanya mambo yote yale yule kaka hata kuacha. Yaani ni ngumu, badala yake tunaishia kwenye mental illness. Nikukaribishe kwenye jukwaa hili la Jioni ya Zamani. Hapa tunazungumza mambo ambayo yanatuhusu vijana, na tunakuwa na session mbalimbali pamoja na wataalamu, lakini nje na wataalamu pia tunakuwa na wazee wetu ambao tunakuaga nao kila mara. Istoshe leo tumeamua tuwe na vijana wa zamani kidogo, wametutangulia, lakini pia ni wataalamu wa afya. Pembeni yangu hapa niko na mwanamama, ni mama yetu. Kwa hiyo inabidi tuanze na shikamoo. Tumsalimie jamani. Marhaba, jambo. Kwa hiyo ni daktari, aitwa Daktari Swea. Yeye tutamsikia tukimpa nafasi ya kuzungumza. Ni mwalimu mzuri, ni mama, ni dada, yani ana kila kitu. Lakini pia tuko na Dr. Pasco Kangiri, naamini tunamfahamu huyu watu wengi. Kwenye Jioni ya Zamani huyu ni kaka yetu, mlezi wetu na mtu muhimu sana. Lakini pia naye tunamwaga hapa shikamoo. Brother, shikamoo. Kwa hiyo jamani, jukwaa letu rasmi tunalifungua, na leo tunapenda kuzungumza mambo machache. Tutaongelea masuala ya afya ya uzazi, lakini tutachimba mbali kidogo. Tutaanzia mbali kidogo. Ni ukweli kwamba mahusiano yamekuwa ni pati ya maisha ya vijana. Hata tukikubali tukikataa, lazima sehemu ya kuhusiana iwe kwenye ujana. Huwezi kwenda kuhusiana kwenye uzee. Wewe utakuwa umepotea sana wewe. Yaani kwanza una matatizo wewe. Kuna stage utakuwa umeruka. Si ndio? Kwa hiyo leo tuko hapa tunazungumza. Lakini kwa kuanza kabisa nataka tuwasikilize wageni wetu, lakini nitaanza na Dr. Pasco. Daktari, mahusiano tunayazungumza hapa ni mahusiano ambayo yanakuja kutuleta kabisa katika afya ya uzazi. Maana hakuna afya ya uzazi kama hamna mahusiano. Hamna uzazi hapo kama hamna mahusiano yoyote ambayo mnakuwa mko nayo. Daktari, mimi nikisema mahusiano yana afya au mahusiano imara,
ninahusisha vitu gani hapo daktari? Yeah, asante. Nashukuru sana kupata nafasi hii ya kuwepo hapa, lakini pia kushare machache kwa uchache kulingana na mambo ambayo nayafahamu mpaka sasa. Umeniuliza maswali, kwanza ni mengi, alafu yako deep sana. Umeniuliza kuhusu uimara mahusiano, kwa kuna hoja ya kuwa ya uimara, kuna hoja ya mahusiano yenyewe, kuna hoja ya afya, mahusiano yenye afya, na sijajua kama nimesahau zaidi, lakini vitu kama hivyo. Kitu kuwa imara ni kitu kuwa madhubuti, ni kitu kuwa na ustahimilivu. Na ustahimilivu tunazungumzia subira. Na tumekuwa tukifahamu kwamba subira inavuta heri. Na heri kwa ajili ya kesho au muda mchache kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo muda mchache kuanzia sasa hivi kimsingi ndo tamanio la watu wote kwenye hii dunia, kifuatacho ni nini? Na hiyo imekuwa ikileta kuwafanya watu wengine wakose utulivu. Kwa hiyo nadhani tutaizungumza sana, lakini pia umezungumzia kuhusu afya. Afya watu wengi wanajua ni afya tu ya mwili, lakini afya ina mambo mengi sana. Wanazuoni wengi siku za karibuni, hasa katika zama zetu, wanaizungumza afya katika uwanda mpana, kwamba ni afya ya mwili. Tunajua mwili una maambukizi, si ndio? Communicable na ni communicable, maambukizi ya kuambukiza, maambukizi ya kuambukiza, mwili wenyewe tu unakuwa unaugua. Lakini pia tunajua bakteria wanasababisha maambukizi, protozoa kama malaria, virusi, virus na vitu kama hivyo. Lakini afya ni swala zima la kijamii. Sisi binadamu tunahusiana. Kwa mtu mwenye mahusiano mazuri kwenye jamii ana afya njema ya kijamii. Afya ni swala zima la akili, afya ya akili, na afya ya akili ni mtu binafsi, fikra zake zinavyowaza, mitazamo yake, hisia zake, lakini pia na mwenendo wake katika maisha yake ya kijamii yakoje. Lakini pia afya tunaitazama pia katika swala zima la kihisia. Kila mtu ana hisia hapa kila mtu amevaa kulingana na hisia zake zilivyomwambia. Na utaki kushangaa mtu atakavovaa kama jinsi ambavyo ameamua kuvaa. Lakini afya tunaitazama pia katika mazingira ya kwamba ni afya ya kiroho. Unajua sisi binadamu hapa duniani tumeletwa, na aliyetuleta anatamani bado tuwe na mahusiano naye kwa namna moja ama nyingine, na yote ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo afya ina uwanda mpana kama jinsi ambavyo upo. Kwa hiyo kama ni mahusiano yenye afya, lazima tuyatazame katika uwanda wote huo mpana. Lakini mwishoni, swali kubwa kuliko yote lobeba yote, umeuliza kuhusu mahusiano. Sasa mahusiano ndo maisha, na maisha ndo mahusiano, na kila mtu aliyekaa hapa, anenitazama, aliyeko hapa, ambaye yuko huko, anatamani kuwa na mahusiano. Hata kama hutasema, ila hilo ndio tamanio lako. Na kimsingi upo hapa unasubiri mahusiano. Au? Unasubiri mahusiano. Sasa ili utoke nje, kuna mtu kasema si kweli. Ili utoke hapa uweze kuwa na mahusiano, tunaanza kwanza wewe na nafsi yako mnahusiana kiasi gani. Na hapo sasa ndo kesi yote ya hii dunia ilipokaa. Na huwa nawapelekaga watu kwenye mtazamo rahisi tu kwamba nataka niamini watu wote ambao tuko hapa, hakuna aliyekuja hapa hajitazama kwenye kioo. Yupo? Au utakuwa na matatizo. Kwa sababu unatokaje ujijui umetokaje? Inawezekana? Yaani ulijitazama, hata hiyo nguo ulioichagua ulijitazama, nikipiga hii fresh. Yaani ulijitazama. Kwa hoja ya kujitazama ni ajenda ya msingi. Kwa hiyo nataka niseme nini? Nataka niseme kwamba ili uweze kuwa na mahusiano na watu wa nje ya wewe, ni lazima wewe na nafsi yako mkubaliane mengi. Na ubora wewe na nafsi yako mnavyokubaliana ndio itakuja kuamua ubora wa mahusiano yako na mtu yoyote. Ya rafiki yako, ya mpenzi wako, ubora huo utategemea wewe na nafsi yako unavyojimudu kwenye eka zenu. Kinyume na hapo tunatengeneza watu wenye matatizo. Labda tu nizungumze hivyo kwa uchache tu. Asante. Okay. Asante daktari. Umetupa maana pana na maana ya kufikirisha. Lakini mimi nina mpenzi wangu. Ili nijue ya mahusiano yana afya,
Yaani ni vitu gani nikiviona mimi najua bana hapa tuna afya, tuna kilo 50 hapa? Shuruti zisiwe nyingi. Shuruti kivipi daktari? Nisamee nitakuwa naongeongea Kiswahili kingine ambacho hamjakizoea. Unajua watu wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu kuna vitu wanajua watavipata wakiingia kule. Sawa? Na ndio maana approach zote zinazotumika, approach yani mwanamume anavyomfuata mwanamke anamwaga sera, anatoa ahadi. Na ahadi nyingi ndo mtu anaingia kwa sababu anajua atakwenda kuzipata. Sawa? Sasa sawa basi mshengia kwenye mahusiano. Sasa ukiona mtu anakushurutisha ufanye vitu ambavyo wewe mwenyewe hauko comfortable kufanya, hamna afya. Anataka uposti vitu anavyovitaka yeye. Unaanza kuona huyu ana matatizo huyu. Kwa sababu maisha yalikopo kabla yake. Kwa nini yeye kuingia tu lazima uposti vitu anavyotaka yeye? Yeye nani? Yaani mbona amejipa majukumu mazito sana? Inawezekana ni chuoni, hajalipa mahali, hata hajulikani popote. Sasa huyu mbona anajikuta, au ndio mambo ya kujiamulia? Eti uko online unachati na nani? Sasa unaanza kuona huyu mbona kama haya mahusiano yashaanza kumshinda. Yaani ulimkuta kisiwani. Sasa anachati na babake, wewe hutaki. Anamlipia ada. Unatafuta matatizo. Yaani hivyo ni vidalili vidogo tu unaona huyu mbona hatoshi. Anataka kila muda aongee na wewe. Eti zile nusu saa au lisali moja tujaongea ulikuwa unafanya nini? Unaona huyu mbona kama ana matatizo. Yaani uongee naye masaa 24 kwa content ipi alionayo? Inawezekana vipi? Haiwezekani. Kwa hiyo ukiona hawezi kujimudu upendo wake dhidi ya wewe, piga nyama chini. Huyo msumbufu tu atakusumbua. Hakuna ahadi kama hizo, hakuna. Kuna makofi huku mnasikia kwa mbali. Yaani maisha hayataki utumie nguvu. Ukiona kuna jambo natumia nguvu ili kulimaintain hilo jambo alikuhusu. Go with the flow. Go with the flow. Ni kweli mvua imenyesha ila wewe sio mvua. Kwa hiyo usitake mambo yaende unavyotaka wewe. Hii dunia iko hapa kwa ajili ya wewe. Mambo irudie hiyo daktari. Mvua imenyesha lakini ni kweli mvua imenyesha lakini wewe sio mvua. Kwa hiyo hii dunia haiendi kulingana na matakwa yako. Dunia inaenda kulingana na ratiba zake. Yaani saizi baridi, ukianza kucomplain saizi baridi utakuona unaumwa akili. Sasa hivi baridi ndio muda wake, wewe hujui. Unaanzaje kucomplain ili baridi linaniudhi, linanitesa? Ongeza koti. Kwa hiyo kama huwezi kujinyumbua wewe mwenyewe, kwenye hii dunia huwezi kuishi na mtu yoyote. Huwezi kutoboa. Kwa hiyo ili ujue tuna afya njema kwenye mahusiano yetu, shuruti zisiwe nyingi. Nataka uje. Mbona upokee simu zangu? Wewe nani upokelee simu? Hamna kitu kama mpenzi wangu. Kunaga masharti kama hayo. Hayo ni masharti ya kinyonge sana. Eti ukishakuwa mpenzi anapokea simu zako muda wote, inawezekana vipi? Sometimes ajisikii kupokea simu hata kama anaiona. Alafu ni jambo la kawaida tu. Yaani nenda na huo mtazamo. Ukilazimisha lazima ukachanganyikiwa huko mbele ya safari. Sawa, mambo yako hivyo. Sahihi. Naamini dokta anatupa vitu ambavyo vinatupa sasa sura halisi ya unaweza ukajiona upo kwenye mahusiano yenye afya lakini kumbe upo gerezani kwenye afya. Upo kisongo. Ni unakula tu vizuri. Umewekwa rumande pale. Sahihi. Tumpe daktari hapa naye atupe mtazamo wake. Tukizungumzia mahusiano yenye afya, yenye tija, tunapitaje hapo? Habarini za jioni tena. Naona na wadada warembo kweli kweli hapa. Na wakaka wa haja. Wakaka wa haja. Sio haja hiyo. Ndio. Wakaka wa ukweli. Tukizungumzia mahusiano yenye afya, tunaanzia kwanza
Mdada lazima ujipende. Lazima ujipende. Huko chuoni hapa sidhani kama kuna under 5 years. Wote tuliofika hapa tumeshabarehe na tumevunja ungo. Si ndio? Yani haiwezekani hata kama basi una date. Haiwezekani. Afya na usafi ni kitu muhimu. Nakutanaga na wakaka wanasema, nimekutana na yule dem, ana uoto wa asili wa kutosha. Mnanielewa nikiongea hivyo Kwani yale mafyekeo yanauzwa shilingi ngapi jamani? Si 500? Asante sana. Hadi 100 Kwa jumla. Kwa jumla. Unashindwaje kuyafyeka hayo makitu? Hayo mauoto ya asili. Halafu unataka uingie kwenye ile ngono. Tunaelewana Kwani si tunahusiana jamani? Kuhusiana si pamoja na sex. Lakini angalia hiyo sex umeianza lini? Maana hapo ukienda kinyume utaishia kwa Dr. Pasco. Akutibu hiyo mental illness. Ukiamka na depression yako utaingia darasani? Si hautaingia. Sasa jana umeenda kwa mkaka, unataka yale mastyle. Nishakutana na binti mmoja na kama miaka 14 hivi. Bahati mbaya amezaliwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ilikuwa pale St. Elizabeth kwa babu. Akawa ananiambia, "Auntie nihudumie haraka." Alikuwa amezoea kuniita auntie. "Auntie nihudumie haraka, mimi naenda zangu." Unaona jamaa ananipigia simu. Kumbuka na maambukizi ya virusi Na jamaa ni mme wa mtu. Uzuri ule msichana alikuwa rafiki yangu sana. Alikuwa ananieleza kila kitu. Yaani alikuwa na simu kama sijui ngapi enzi hizo iPhone ndo zinaingia yeye anayo. Alafu ukimwangalia hivi hana dalili hata moja. Kumbuka sasa anaenda kudate na hilo libaba huko. Libaba labda ndo baba yako kule nyumbani au ndo mme wangu nijichukulie mimi. Alafu ana virusi vya kutosha hapo. Ilikuwa ni kliniki ya watoto vijana ambao virusi vimekataa kushuka. Na anakuambia mimi nikienda kudate si baby dawa, anapelekwa Ngorongoro Tarangire huko. So akaniambia, "Auntie unajua style ngapi za ngono?" Mwenzangu nilimwangalia, mimi nikamwambia sana sana hapo nikibahatisha ziko 2. Yeye akaniambia anajua style 34. Watoto 2000. Sasa hapo unaanza kujiuliza nyingine anakuwa ameninginia wapi? Lakini tunarudi sasa kwenye point. Kwenye masuala ya mahusiano na huo usafi. Wangapi waga wanazama chumvini? Tunaongea nyesi ni vijana jamani. Abisai, huko siwaoni. Nyosheni mikono. Wangapi waga wanajichukulia sheria mkononi hapa? Wangapi wanazama chumvini? Mbona mnyoshi jamani? Si mnapenda zile sexy za kuanza hapa sisi wote ni watu wazima, si ndio? Sasa unavoingia kule chini kuanza kulambalamba na kutafuta vitu vingine, hujui unabadilisha mazingira. Alafu baadaye unasema UTI yangu sugu. Nani kakwambia ni sugu? Au wewe ndo sugu? Au wewe ndo sugu? Asante kwa kurekebisha. Nani anakuambia unafuata nini kule chumvini? Wakaka mnafuata nini kule chini? Matokeo yake wakaka naomba kuambia hivi. Baadaye ndio hizo kansa za makoo zipo nyingi sana sasa hivi. Kuna virus ambayo inaitwa human papilloma virus. Unasema mimi nimeenda kumuonyesha show leo. Kijana heshima. Kweli umetoa ya hela yote wanasema. Tunatia heshima. Huko Piru. Umetoa ya hela yote. Mbaya zaidi hata huko chini penyewe fiekeo linauzwa 100. Umejaza mamisitu. Utaliwa ndani. Kama tunaelewa. Tunaelewana jamani. Haya na wadada na wenyewe mnanyonya nini pale? Alafu nafikiri kwamba labda ukifanya mambo yote yale yule kaka hata kuacha. Yaani ni ngumu, badala yake tunaishia kwenye mental illness. Maana siku hiyo haja kutext umebaki hi sisi tunafundishana Kichina. Huyu anasema hi hello. Narudi kwa daktari hapa anasema kwamba
Baadaye anakuambia mbona saa zile nilikuona huko online. Mawivu ya ajabu tu ya mawivu tu ya ajabu yanaanza kuwapata. Saa hiyo akikutext hujajibu, jua plan B yake. Hauko peke yako, unajua wewe umekuja chuo kusoma, baadaye ya kulifuata hilo jambo lako moja, umeendeleza na mambo mengine. Nilienda chuo fulani nikamkuta mdada nao kama 6 hivi vijana. Ana wa darasani ambaye anajua atamkeep company kwenye kusoma. Ana wa kumlipia sijui vitu gani mala lunch. Sijui tunaelewana hapo. Tushike basi angalau kitu kimoja. Maambukizi kutoka miaka ya 98 kuja 2000 na ngapi hapa ni mengi sana. Yaani ni mengi sana. Utaendeshwa zaidi na mitandao, utaingia huko utaangalia mapornography. Jamaa kakupiga kibuti, umebaki na depression, kesho una assignment, una presentation, mambo yanaenda nyuma. Sijui kama tunaelewana kwenye hilo. Tunaelewana jamani? Kila mtu ametoka kwenye makuzi na malezi ya familia yao. Kinachotupeleka hivyo hata sisi tumeyapitia ni hormonal changes. Lakini kama ukizielewa, wewe ndio unatakiwa kuzidrive hizo. Kitu cha kwanza ni usafi. Na huo usafi sio kwamba ndio ujipeleke ukaweke style 34. Mimi sizijui mpaka na umri wangu huu. Sana sana ukinipeleka ni 2. Na hujaachwa. Na sijaachwa. Sijaachwa, ni ubunifu katika hizo 2 ni ubunifu tu. Na kuweka akili iwe imefanya nini? Imetulia. Leo hii ukampa fulani, ukampa na mwingine. Tunajua wanawake sisi tunapata kansa ya kizazi Asa ukiliweka limguu kule, ukabinuka cha huku, jamaa kakita pale kwenye ile cervix, watakita wangapi kwenye hiyo shingo ya kizazi? So, tukae katika kitu ambacho tunatakiwa kufanya. Tukienda mbali sana, tukakoroga akili zetu, hatutatimiza malengo yetu. Badala yake tutapata msongo wa mawazo, tutarudi tutamtafuta Dr. Pasco hapa atupe dawa za depression. Na sasa hivi bado ni mapema sana katika umri wenu. Inatakiwa mchoice, uangalie ni kitu gani uende nacho. Mtu anaweza kaja kukusifia, una macho mazuri, wewe hujawahi kujiona kwamba una macho mazuri ukijiangalia kwenye kioo. Mpaka mtu mwingine aje akwambia una macho mazuri. Mwingine akwambia una miguu mizuri, wewe hujioni kwamba una miguu mizuri. Kwa nini mwingine aje akwambia una miguu mizuri? Sana sana akikuhonga, yani kwa mfano, mpaka anakupata na kukutumia, haiwezi hata kazidi hiyo 200,000. Siku zingine wewe ndio unaanza kuwa mtumwa sasa wa kwenda kwake. Hello, hi, hello, hello, mnafundishana Kichina kama nilivyosema. Baadaye kumbe yuko kwa mtu mwingine,